Mbele yenu ni kamati ya kudumu ya Bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambayo kazi yake kubwa ni kusimamia, kushauri na kukagua miradi ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Ratiba yetu kama mlivyoitambua, malaki tumekuja weekend hii kufanya ukaguzi wa miradi katika manispaa mbili, Kinondoni na manispaa ya Ubungo, na leo tuko manispaa ya Kinondoni. Lakini leo tumeona miradi mitatu. Mradi wa kwanza wa shule ya sekondari ya Abbas Tarimba ambayo imejengwa kwa mfumo wa magorofa ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 3.3. Tumeona kazi pale ipo inaendelea, na mradi huo ulianza muda na sasa hivi una takriban zaidi ya miezi 12, lakini bado unaendelea kujengwa. Lakini ya pili, umeona tumeendelea kukagua barabara ya lami ndani ya eneo la Berege, barabara ya Berege, eneo la Tandale, kilomita 1.27 yenye thamani ya bilioni 1.2, na yenyewe barabara ile imekamilika. Lakini sasa hapa tuko kituo cha afya hapa Mikocheni ambacho tunaona kitagharimu zaidi ya bilioni 2.8 kwa ajili ya mitaa takriban 9 ndani ya maeneo haya. Kwa ujumla naweza kusema, kwanza tunaipongeza serikali ya Daktari Samia. Nyewe mnaona ni miradi ndani ya manispaa moja ambao fedha zinatoka serikali kuu, lakini pia na pongezi kwa halmashauri yetu ya manispaa Kinondoni kuendelea kutekeleza maelekezo ya kamati, lakini na maelekezo mahususi ya bajeti kwa kutenga fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi. Tunaona kila sehemu manispaa imeshiriki. Mradi wa sekondari pamoja na milioni 528, lakini fedha nyingine bilioni karibu 2.8 zimetoka manispaa ya Kinondoni. Tumeona barabara hela zote bilioni 1.2 zimetoka manispaa ya Kinondoni, kitu ambacho sisi kamati kwa zile halmashauri zote zenye mapato mazuri tunaendelea kuhamasisha kuchangia bajeti ya TARURA kuhakikisha kwamba wananchi wake sasa wanapata miundombinu ya barabara, na ili tupotoe pongeze kwa manispaa ya Kinondoni. Lakini la tatu, tunaona tuko hapa kwenye mradi wa ujenzi wa kituo cha afya ambacho kitakuwa kituo cha afya cha mfano katika eneo letu la Mikocheni. Kama mnavyojua, maeneo haya maeneo ni mengi, huduma za serikali za binafsi zipo, kwa hiyo lazima tuweke kituo shindani na wenzetu wanaotoa huduma za namna hiyo, ili sasa kituo hiki sasa kiweze kutoa huduma ambazo ni nzuri, lakini wananchi wapo wakione kama kituo ambacho ni saidizi kwa huduma za afya. Mahususi kwa ujumla tunahamasisha. Kwa hiyo kwa ujumla kama kwa niaba ya kamati naweza kusema tunapendekeza na tunashauri, tunasisitiza na tunaweka msimamo wa kamati kwamba spidi ya miradi yote hii ambayo haijakamilika, hasa hapa kituo cha afya na shule ya sekondari, iongezwe ili miradi hii iweze kukamilika kwa wakati. Ziara hii kuna vitu vingi ambavyo sisi wilaya ya Kinondoni tumejifunza na mkoa wa Dar es Salaam kwa siku hii ya leo ya kwanza. Kwenye ziara ambayo mmeifanya, mmeweza kutembelea kwenye ujenzi wa shule pale Tandale, tembelea mradi wa barabara, na sasa hivi kwenye mradi huu wa kituo cha afya. Kimoja ambacho nimejifunza ni kwamba timu yako, wajumbe wote wa kamati hii wana weledi, wana ujuzi na kwa kweli wana jicho kali. Lakini washukuru na kuwapongeza pia kwa jinsi ambavyo mmekagua na kuweza kutupatia ushauri kwenye miradi hii. Hoja zote ambazo mmezungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni kuahidi, cha kwanza tumezipokea hoja hizi, lakini la pili tutaenda tuzifanyie kazi kama wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo hoja zote mlizozitoa kwenye shule ya sekondari ya Abbas Tarimba, kwenye mradi ule wa barabara ile ya Berege, pamoja na hapa kwenye kituo hiki cha afya, ni hoja za msingi, ni hoja za kweli, na sisi tutaenda kuzifanyia kazi ili wakati mwingine mtakapokuja basi muone kuna tofauti, miradi yetu iwe bora zaidi na zaidi. Binafsi najivunia kazi ambayo manispaa yetu ya Kinondoni inazifanya kwenye ukusanyaji wa mapato, lakini nidhamu nzuri ya matumizi na kuhakikisha fedha hizi asilimia kubwa zinaenda kwenye miradi ya maendeleo, na hii ikiwa ni jitihada ya kuunga mkono na kupokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa namna hiyo shukuru pia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa fedha nyingi za miradi ya maendeleo ambayo zimeendelea kuja hapa kwetu, na tutajitahidi na ni wajibu wetu kuhakikisha tunaisimamia miradi hii ili hamu, maono na nia ya Mheshimiwa Rais ya kuleta suluhu kwenye shida na changamoto mbalimbali za wananchi zinaweza kufikiwa. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Mtaa mzima unajua maisha ni mwendo wa chapchap. Lakini leo kuna sehemu matumaini yanakutana
na suluhisho. Kwa nini unahangaika? Njoo wezesha Mzawa Microfinance. Punguza stress, ongeza maendeleo.